Msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally ameweza kuongea mambo mazito sana kufuatia page na ukurasa wake wa Instagram kufuatia taarifa kwa umma ambayo imeweza kutolewa majira ya jana, ambapo ilikuwa inahusu klabu hii ya Yanga kumsepesha, kumuondoa kocha wao na kuvunja mkataba, na hii ni kufuatia matukio mabovu ambayo wameweza kuyapata katika mchezo wa jana, ambapo waliweza kupokea kichapo cha bao moja kwa bila. Sasa taarifa ile ambayo waliweza kuiposti katika mtandao wao wa Instagram kufuatia official page yao klabu ya Yanga, msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally ameweza kuongea mambo mazito sana kufuatia hicho ambacho kilikuwa kinaendelea. Sasa amekuwa akichapisha machapisho kadhaa ambayo yanahusu klabu hii ya Yanga, ambapo amekuwa akiposti wachezaji wa klabu ya Simba na kuandika vijembe fulani ambavyo kimsingi ukivifikiria unaona kabisa amelenga kitu fulani. Sasa nitaanza kukusomea chapisho moja baada ya jingine ili tuone Ahmed Ally aliandika kitu gani katika hizo taarifa. Alianza kwa kuposti hii picha ambayo inaonyesha Kip Dennis, huyu hapo jinsi kama unavyoona, Prosper huyu mchezaji mzuri kabisa katika klabu ya Yanga, na kuandika katika upande wa comment wa mini caption site kwamba tumetawaliwa na furaha kedekede kuelekea mchezo wetu wa kesho wa ligi ya mabingwa Afrika. Katika posti slide ya pili ameweza kumposti Shomari Kapombe, slide ya tatu Budo Mutale akiwa na Anthony Mligo huyo. Sasa katika kile ambacho kimeweza kuzua gumzo sana nitakusomea katika chapisho la mwisho, lakini tuangalie chapisho lililofuata. Chapisho lililofuata aliweza kumposti kipa huyu wa klabu hii ya Simba, kipa namba 2, na kuandika kama ifuatavyo, mimi nanukuu: tumefanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wetu dhidi ya Singizin Hotspurs, ambapo kama nitakuwa nimekosea kusoma hilo jina la timu basi mnisamee, kwamba tunamshukuru Mungu kila kitu kimeenda sawa na wachezaji wetu wapo katika hali nzuri. Tumuombe Mungu tuamke salama na atupe nguvu ya kupambana. Sasa chapisho ambalo limeweza kuzua gumzo ni hili hapa, chapisho la 3, ambapo waliweza kusema kama ifuatavyo: mliona vyeti ni dili kuliko maarifa Msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally kufuatia page na ukurasa wake wa Instagram akituma vijembe vidogo vidogo kuhusiana na taarifa ambayo iliweza kutolewa majira ya jana kuhusiana na kocha Romain Folz ambaye ametokea huko Afrika ya Kusini, ambapo ameshindwa kufanya pengine yale ambayo walitarajia kuiona mabosi wa klabu ya Yanga. So taarifa hii ambayo ameweza kuitoa Ahmed Ally akisema kwamba klabu ya Yanga wao waliweza kuona vyeti ni kitu cha muhimu sana kuliko maarifa. Sasa nilikuwa napitia baadhi ya comment za wadau katika kile kitu ambacho walikuwa wanamjibu msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally, ndicho kimeweza kunifurahisha zaidi. Huyu hapa anaitwa Sexton, kaanza kusema kwamba ameondoka lakini amekula utamu wenu Simba afu akacheka. Huyu anaitwa Pidi Kope, yeye kaanza kusema kwamba Foil kasepa na hela zake kwenda kutafuta dili jingine. Huyu mwingine kaanza kusema kwamba wanauliza kama kuna kocha yoyote mwenye tattoo. Mwingine kaanza kusema kwamba hao makocha wenu wanakuaga wazuri kabla ya mechi na Yanga bingwa, baada ya hapo tu utasikia milio. Mwingine kaanza kusema kwamba piga bado wanapumua. Huyu mwingine kaanza kusema kwamba piga kichwani hao. Huyu mwingine kaanza kusema kwamba kuna tofauti kati ya kumpa kocha thank you na kupewa kocha thank you. Mwingine kaanza kusema kwamba uchawi haupandi ndege. Mwingine kaanza kusema kwamba sasa kiko wapi kama vyeti ni dili kuliko maarifa. Huyu mwingine kaanza kusema kwamba unakabia kwa juu sana mkuu. Huyu mwingine kaanza kusema kwamba Foil kalambwa kichwa. Huyu mwingine kaanza kusema kwamba semaji unakabia kwa juu sana. Huyu mwingine kaanza kusema kwamba yote kiasababisha uchizi vunga. Huyu mwingine kaanza kusema kwamba wanashangaa nini wakati hata akitoka waliomuondoa wakajiona jamaa mzuri, ila timu ya mwisho ikafukuzwa pia. Mwingine kaanza kusema kwamba tarehe 16 vyeti vilifanya kazi tukawabandua na kocha akawakimbia. Mwingine kaanza kusema kwamba semaji ukitokea kwa pembeni uko vizuri sana ise. Huyu mwingine kaanza kusema kwamba wakumbusheni basi na kauli ya rais wao jamani, wajiliwaze wao kidogo. Mwingine kaanza kusema kwamba nimeamini mechi ya Simba na Yanga ni nje ya uwanja. Mwingine kaanza kusema kwamba semaji mwambie kamwe asihangaike kutafuta kocha kwani yeye mwenyewe ni kocha. Mwingine kaanza kusema kwamba kimewalamba bwana.
Huyu mwingine akaweza kusema kwamba lakini si alikupiga wewe na unaongea nini Ashaboko. Mwingine akaweza kusema kwamba kwa njia ya Rajiga wataweza. Mwingine akaweza kusema kwamba jamani wamemfukuza huko. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba bado wanahema semaji, piga utosini. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba pambana na hali yako bro, au haujui kuwa hali ni mbaya. Mwingine akaweza kusema kwamba comment za wadau of course zimekuwa ziko nyingi na wengi wakituma vicheko katika upande wa comment section. Huyu akaweza kusema kwamba yani hadi yule kocha mbovu vile eti na yeye kaondoka kuwafunga, ila ninyi makolo bana. Mwingine akaweza kusema kwamba mambo unatukanwa tu hata kama mtoto haujavukwa. Mwingine akaweza kusema kwamba uchizi vunga kuwapelekea moto mbaya. Mwingine akaweza kusema kwamba uchizi vunga semaji langu. Mwingine akaweza kusema kwamba hata kocha tukimpa semaji Alikamwe bado makolo tutalenga pale pale kwenye kopo letu. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba piga kichwani bado wanapumua semaji. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba ogopa timu yenye Betway kifuani. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba huwa kuwa handsome. Mwingine akaweza kusema kwamba wanataka watafute mwenye tattoo. Mwingine akaweza kusema kwamba hata tujatiki bado kashaondoka. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba kaka si wana huyo msema habari wao vyeti wa msajili ama kocha. Mwingine akaweza kusema kwamba hivi ile siku ya Alikamwe alikuwa anasema anaweza kumfundisha basi apewe timu. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba mbavu zangu hawakuangalia vizuri, vyeti vilikuwa vya kliniki. Mwingine akaweza kusema kwamba ila semaji hatari sana. Mwingine akaweza kusema kwamba walitaka kupiga kichwani leo wamepewa wakichezea. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba hata uchaguzi haujauona. Mwingine akaweza kusema kwamba ndio wamfukuze usiku, atalala wapi sasa hivi. Mwingine akaweza kusema kwamba foil kala mchongo wake anasepa na kijiji. Huyu wa mwisho anasema kwamba watu wanakula tu pension zao. Hizo ni baadhi ya comment za wadau ambazo walikuwa wanazungumza kufuatia hicho ambacho ameweza kusema semaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally majira ya jana, ikiwa baada ya matokeo mabaya na mabovu ambayo yameweza kuoneshwa na klabu ya Yanga, ikiwa ameruhusu bao ugenini na kupokea kichapo cha bao 1-0. Haya yote yamepelekea sintofahamu katika mitandao mbalimbali na page za Instagram, watu wengi sana wakishangazwa na hichi kitendo. Na of course semaji semaji wa klabu ya Simba naona ameshindwa kulinyamazia hili na ameweza kutoa kauli yake tata kweli kweli kuhusiana na vyeti alivyonavyo Romain Folz, kitu ambacho kimewashangaza mashabiki. Sasa hayo yote yameendelea kuleta sitofahamu katika pages na mitandao mbalimbali ya Instagram. Shika comment yako hapo chini. Mimi ni Blue House Dex Media.